Hujambo na karibu ndugu msikilizaji wa Gakondo TV, natumai ubuheri wa afya. Nikukaribishe kwenye habari zetu za hivi sasa jioni ya leo tarehe 19 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kwenye microphone za Gakondo TV ni Hosbon Dagiro, ambapo nitakuwa nikisaidiana na mwenzangu Ngirabakunzi kwa peperushia habari zetu, huku tukiangazia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu za milima ya nyanda za juu za Mulenge, ambapo kunaendelea kuibuka mapigano makali dhidi ya serikali ya Kinshasa, serikali ya Burundi FDLR na M23 Twirwaneho, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuanzisha mashambulizi makali kwenye raia. Muktasari wa habari ambazo tutakuwa tukizirejelea: mapigano makali Minembwe, ndege za kivita za shambulia makazi ya raia sehemu hizo. Maelfu ya watu wa mwenzi shujaa Jenerali Rukunda Michel Makanika aliyekuwa akiongoza Twirwaneho. Habari kamili. Mapigano makali yameripotiwa tena leo katika eneo la milima ya Mulenge, hususan Minembwe katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kutoka eneo la tukio zinasema kuwa mapigano yalianza mapema alfajiri na kuendelea hadi jioni ya siku ya leo tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 2026, yakihusisha matumizi ya silaha nzito na ndege za kivita ambazo zinatumiwa na upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa majeshi ambao wanaendelea kusaidiana kutekeleza mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashambulizi makubwa yalifanyika katika maeneo ya Bichumbi, Bidegu, ambapo ndege za kivita zilishambulia makazi ya raia na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba. Milipuko na mashambulizi pia yameripotiwa katika kijiji cha Kalingi pamoja na vitongoji vilivyo karibu na mji wa Minembwe. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa operesheni hizo zinafanywa na muungano wa majeshi wa Burundi, jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, pamoja na wapiganaji wa Mai Mai FDLR, kundi linalotuhumiwa kuhusika na mauaji nchini Rwanda mwaka 1994. Katika mapigano hayo, raia mmoja wa kabila la Wanyamulenge ameripotiwa kuuawa katika eneo la mapambano, tukio linalozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Huyu raia alipokuwa akitoka kuchunga ng'ombe zake ndipo alikutana na wanajeshi wa Burundi, huku wakaweza kumuua bila hatia yoyote kwa sababu yeye ni Mnyamulenge huko sehemu za Minembwe. Wakati huo huo, misururu mirefu ya magari ya kijeshi ya Burundi na FARDC imeonekana yakisafirisha vifaa vya kivita kuelekea katika maeneo ya mstari wa mbele karibu na Rwitsankuku, Pwenzero na Bichumbi, hali inayoashiria kuongezeka kwa operesheni za kijeshi zinazopigana upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoua raia wasio na hatia, huku wakiendelea kutekeleza mashambulizi makubwa kila siku. Kwa upande wao, wapiganaji wa Twirwaneho na M23 wanatajwa kujaribu kujibu mashambulizi hayo ili kulinda raia wa Banyamulenge wanaolengwa katika mashambulizi yaliyopangwa na serikali ya Kinshasa. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu kuongezeka kwa mapigano hayo, jambo linalozua maswali kuhusu ukimya wa dunia wakati raia wanaendelea kuuawa kwa misingi ya utambulisho wao. Hali ya kibinadamu katika eneo la Minembwe inaelezwa kuwa mbaya, huku wakazi wengi wakilazimika kuhama makazi yao wakikimbia mapigano yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tarafani Fizi, huko sehemu za Minembwe na kando ya mji wa Minembwe. Raia wengi wa sehemu za Bidegu, Kalingi, Kalongi na hapo Rubemba wameweza kukimbia vikundi hivi vya serikali ya Jamhuri ya Kongo na muungano wa majeshi ya Burundi Imbonerakure, na wote wakisaidiana kuendelea kuwa kabila la Wanyamulenge sehemu hizo.
inasemekana kuwa wanaweza kuendelea kukimbia kutoka mjini mwao au vitongojini mwao na kuelekea sehemu ambazo kuna usalama, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kurusha mabomu mazito na kutumia anga ndege zisizo na rubani aina ya drones, huku wakiendelea kushambulia. Huzuni, machozi mwa maombolezo vilitawala nyuso za maelfu ya watu waliojitokeza kwa mara ya kwanza kumkumbuka shujaa Jenerali Rukundo Michel Makanika. Wakubwa kwa wadogo, wanawake kwa wanaume, wote walikusanyika kwa umoja kuonyesha upendo na mshikamano unaoendelea kutambulisha wananchi wa Kongo, kabila la Wanyamulenge wanaoendelea kunyanyaswa mashariki mwa Jamhuri ya Kongo, wanaoishi katika milima mirefu ya Minembwe. Leo nchini Kenya na sehemu mbalimbali za dunia imechukuliwa kama siku maalum ya kumwenzi kiongozi huyu aliyewahi kuwa nguzo ya ulinzi wa jamii yake. Anakumbukwa si tu kama mwanajeshi bali kama mjenzi wa maisha ya watu, aliyewasaidia wajane, akagawa mifugo, ng'ombe na kuwajengea manyumba ambapo serikali ya Kinshasa ilishindwa kutimiza juhudi zao na ahadi ya kutekeleza majukumu ya raia. Jenerali Rukundo Michel Makanika alijulikana kwa kujenga jeshi la kitaalamu lililowapa raia hifadhi wakati walipokuwa wakikimbia mauaji. Hadi leo, miaka 9 baadaye, jamii ya Banyamulenge inaendelea kukumbwa na mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya serikali kutotekeleza wajibu wake. Wengi waliohudhuria kumbukumbu hiyo walisema kuwa pamoja na kuuawa kwake kufuatia mashambulizi ya anga, aliacha jeshi imara linaloendelea kupigania uhai wa raia wa kabila la Wanyamulenge sehemu hizo baada ya kuendelea kunyanyaswa. Walisema pia kuwa kimya cha jumuiya ya kimataifa kinaendelea kuumiza, wakati damu ya wasio na hatia ikiendelea kumwagika sehemu za Mulenge. Lawama zilizotolewa kwa utawala wa Rais Felix Antoine Tshisekedi anayeongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na ushirikiano wake na serikali ya Burundi ya Rais Evariste Ndayishimiye, huku wakazi wakisema milima mizuri ya Minembwe iliyokuwa ikitiririka mito ya maji safi sasa hivi inatiririka damu peke yake. Pamoja na majonzi, ujumbe mkuu uliokuwa kujikumbuka, kujijengea upya na kuendeleza juhudi zao za kuendelea kujilinda kama twirwaneho AFC M23 MRDP, ambao waliweza kusimama na kulinda usalama wa raia. Hivi sasa wanaendelea kutia nguvu zao zote na kupambana na serikali ya Rais Felix Antoine Tshisekedi ambaye hawezi kuyatimiza majukumu ya raia wake anayewaongoza nchini na kuendelea kukimbilia nchi za nje, kuleta wanajeshi wengi huku kumsaidia kufanya mauaji kwenye kabila la Wanyamulenge na Watutsi kwa ujumla mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Hizi ndizo habari tulikuwa tumekuandalia mpenzi msikilizaji, lakini tutakuwa tukirejelea tu suala la usalama kwenye milima ya Mulenge ambapo mashambulizi yanaendelea. Ngirabakunzi, hujambo? Hujambo Esbon. Uko salama? Niko salama, nashukuru. Mambo ni shwari kidogo. Hivi leo tulikuwa tumeelekea sehemu ambapo kabila la Wanyamulenge na watu wengine wengi walikuwa wamejitokeza kufanya kumbukumbu na kumwenzi Jenerali Rukundo Michel Makanika ambaye ni kiongozi bora aliyepigania haki ya raia wa Kitutsi na Wanyamulenge sehemu hizo. Lakini hivi sasa mashambulizi yanaendelea kufanyika sehemu za nyanda za juu za Mulenge, mashariki mwa Kongo, Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Hali ya usalama unaona jinsi inavyoendelea kuzorota. Ni jambo gani unaweza kusema kulingana na utawala wa Rais Felix Antoine Tshisekedi na mwenzake Rais Evariste Ndayishimiye anayeongoza AU au Umoja wa Afrika? Utawala wa hawa marais ni utawala ambao ni utawala wa mauaji. Ni watu ambao wana chuki dhidi ya raia wao. Kwa hiyo mimi naona kama wauaji, sio marais. Rais anafaa kulinda raia. Rais ni yule ambaye anaweka raia mbele, faida zake binafsi anaweka kando. Ila sasa hao marais wao wanaweka faida, yani wanataka kuwachekesha hizi kabila zingine ambazo zina chuki na dhidi ya Wanyamulenge. Wanasaidiana nao ili waweze kuwaua Wanyamulenge. Ni mambo ambayo yanapita fahamu. Huwezi kuyaeleza. Maana ni magumu sana. Huwezi sema nchi mbili hata sio mbili tu,
bali ni nchi 3. Hata ukitia mamluki ya kizungu pia walikuwa wakitoka nchi za kigeni. Mamluki wa kizungu wamejaa, wakija kuendelea kutimiza ahadi ya kuwamaliza watu wa asili ya Kitutsi. Mamluki ujue mamluki wao wamekombolewa kutoka nchi za mbali, lakini sasa hizi ni nchi ambazo ni jirani, ambazo kuna uwezekano kesho kwao kunaweza kukaenda vibaya pia, wakahamia kwetu ama wakakimbilia kwetu. Ila sasa wao wana chuki, siwezi kusema ni chuki za mwaka gani, kwa sababu ni chuki ambazo zimechukua muda mrefu sana mpaka wa leo. Unaona hizi nchi 3, kwanza nchi ya Burundi ndio nchi ambayo haifichi mauaji inayoyafanya huko. Haifichi kabisa, inatamka vizuri, inaongea wazi wazi kuwa wao wanafanya mauaji, wanasema ni maoperesheni, sijui wanasaidiana na serikali ya Kongo kuwaua Wanyamulenge, na dunia inanyamaza. So, bado ukiwa hapo Ngirabakunzi, tunaweza tukaashiria kuwa serikali ya Jamhuri ya Kongo na Burundi ni marais ambao wanatekeleza faida zao binafsi, hawaangalii jinsi raia wanaweza kuishi. Ila hizo faida ni faida gani ambazo Wanyamulenge walizuia ama kuzuia? Kuna zile fikra ambazo wako nazo za kusema kuwa lazima ya Kitutsi iweze kutoka. Hiyo ni uongo. Kitu ambacho wanataka tuunganishe, kufanya mauaji. Yes. Hizo ni fikra za chuki ambazo zimejaa kwa hii region yetu ya maziwa makuu. Kwa hiyo mimi naona hizo ni habari za uongo. Hizi ni habari za uongo ambazo wao tu wana chuki dhidi ya Wanyamulenge. Si hakuna faida zozote za nchi ya Burundi ambazo Wanyamulenge walizuia. Hakuna faida zozote za nchi ya Tanzania ambazo Wanyamulenge wanazizuia. Hakuna utajiri ambao tunao ni gani? Sisi ni wafugaji. Wanyamulenge ni wafugaji. Hatuna kitu kingine. Kwetu ni vijijini huko mashambani. Lakini tunashindwa, mbona hizi nchi ziungane ili zitutendee hii mauaji ya kimbali? Ni mauaji ya kimbali haya ambayo yanatendeka huko. Raia wanaendelea kutekelezewa. Tukirejelea suala la usalama na mabomu ambayo yanaendelea kurushwa sehemu za Bidegu, Kalingi na Kalongi, huku vijiji vikiendelea kuchomwa. Hapa si mbali na Minembwe. Hapo mjini, tukisema Minembwe tunasema mjini, Madegu Centre, kama wanavyosema. Lakini ukiangalia Bidegu, Madegu ni takriban kilomita chache tu 20-35 pale. Ukiangalia ni mahali pa kutembea na mguu muda wa dakika 25 na 30, sababu ya milima, kuna mabonde, kupanda kushuka. Lakini ukiangalia ni karibu sana. Wakifika hapa Bidegu ni karibu, wakitumia hizi silaha zao nzito, wanaweza kuua raia na bado wanatumia na wanaua raia. Kutumia silaha nzito si chanzo, bali pia wanatumia ndege za kivita aina ya drones ambazo zinaendelea kushambulia sehemu zile. Lakini ukiangalia hii serikali ya Burundi na serikali ya Jamhuri ya Kinshasa, lengo ni gani? Ni kipi ambacho Mnyamulenge ameweza kuzuia kwa faida ya nchi au kufanya kisitendwe vizuri? Hakuna kitu chochote ambacho Mnyamulenge aliweza kuzuia kwa nchi ya Burundi au nchi ya Kongo. Kinshasa, hakuna faida za nchi ambazo sisi tulizuia. Kitu tu ambacho kinawafurahisha wao ni kufanya mauaji dhidi ya Wanyamulenge na kufanya wadhoofishe Twirwaneho ionekane kama haikufanya kazi yoyote na haina maana, unaona? Lakini waweke nguvu kwa hizi vikundi zingine za waasi hizi za wanaoshirikiana nao, hawa wa maji hawa wa FDLR, Imbonerakure kutoka nchini Burundi, wote pamoja wanataka hizo vikundi, unaona, zimeoshwa wakafanywa watakatifu, wakaoshwa, wakasamehewa makosa yao, wakapelekwa kwa serikali, wanashirikiana kwa makosa yao yote ambao wanayafanya. Wanaua raia, wanabaka, wanafanya nini, lakini hizo vitu zote hawawezi kuadhibiwa au wala wafungwe kupitia hiyo makosa wanayoifanya. Lakini sasa hiyo ndio inakuonyesha vizuri kuwa hii ni chuki dhidi ya Wanyamulenge. Mnyamulenge hajafanya mashambulizi yoyote kwa raia wa Kibembe ama raia wa Kifulero. Ila au maraia wana vikundi ambavyo vinapigana na Wanyamulenge, na Wanyamulenge hawajafanya kitu chochote dhidi ya hayo makabila. Na serikali ya Kongo, cha ajabu, badala ya serikali kuingilia kati ya hao raia wanaopigana,
serikali inajiunga na serikali zingine, serikali ya Burundi pamoja na hizo vikundi ili wafanye mauaji. Kwa hiyo hiyo ni swala ambayo kila mtu anajiuliza. Tunajiuliza hivi, jibu itatoka wapi? Maana Umoja wa Mataifa wamekimya. Jibu haitatoka kwingine. Wanyamulenge pamoja na rafiki zao ama Watusi wa North Kivu ama mtu mwingine yote ambaye atawasikiza asikie, awezi kusikia kilio chao, watajipigania pamoja na wale ambao wasikie kilio chao, watapigana hii vita mpaka imalizike. Kwa sababu unajua leo mapambano bado yameendelea, hata si mapambano, mauaji yaendelea huko milimani mirefu. Na hayo mauaji yanaendelea wakati serikali ya Kinshasa ilitangaza kuwa inaenda kusimamisha kwa muda mashambulizi huko nchini Angola. Kwa Angola ilikuwa kama Angola ni muunganishi au mpatanishi kwa Kiswahili sanifu tukiangalia. Joao Lourenço ni mmoja ambaye alitia juhudi zake ili kuongeza nguvu za kusimamisha mapigano haya na kutafuta amani ya kudumu. Kwenye microphone za Gakondo TV mlikuwa nami Hosbon Dagiro pamoja na Ngira Bakunzi, ambaye tulikuwa tukiashiriana kuwafikishia habari zetu za hivi sasa, tukiangazia sehemu za nyanda za juu za Mulenge ambapo mashambulizi yanaendelea kutekelezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bali tu vijana, mkumbuke kuwa nyinyi ndiyo mtakao jenga nchi yenu na kuweza kurejesha amani ambapo itakuwa imeshindikana.